pamoja na barua, na hatungesimamisha kazi hii kwa sababu hatujapewa barua na cheti. So kama ofisi ilipeana cheti, pia mimi nitarudia ripoti kwa ofisi kwamba nimekamilisha kazi na sijaona cheti cha ofisi. Yesu asifiwe. Amen. Hasa hiyo sio kazi yangu. Maana simu tumempigia yangu saa hii ameniblock. Ya mchungaji akipiga inalia tu hashiki. So Mama Beres, sisi kama kanisa hatukuwa na uwezo, lakini tunaomba tu ubariki hao watu, uwe unawaombea kila wakati ili wafanikiwa zaidi, wawe na mtindo wa kusebola watu wao. Mara nyingi tumekuwa na wewe, unalielewa kanisa lako hili jinsi linavyoenda. Nawe pia Mungu akuilinde, akupe uzima, akupe afya mzuri, utembee nao jinsi wewe mwenyewe uliapa, ukasema utaimba, utafundisha, utahubiri, hiyo kipawa kisipotee ndani yako. Historia African Divine Church Bungoma Town Region. Historia ya Mama Beres Musiega Kayonzo. Mama Beres Kayonzo alizaliwa mwaka wa 1957 katika dhehebu la Marafiki, yani Friends Church. Katika maisha ya Ukristo alibadilisha na kujiunga na dhehebu la African Divine Church mwaka wa 1982 akiongozwa na kasisi Josephat Mihako. Baada ya kuonyeshwa ushujaa katika uongozi, alipandishwa cheo na kuwa Mama Assembly mwaka wa 1994. Mwaka wa 1997 alipandishwa cheo na kuwa Mama Branch hapo Bungoma. Yani sio kunywa maji, unaona tu. Na mwaka wa 1998 alipandishwa tena cheo na kuwa Mama Senda wa Muskoma. Watu wa Muskoma mko hapa? Amen. Maji. Mnamo mwaka wa 1990 misheni ya ADC ilichukua hatua ya kufutilia mamlaka ambao waliandika makosa mamlaka ya Senda, na Mama Beres Musieka akabaki kuwa Mama Assembly wa Town Region. Katika Bahati Assembly tarehe 16, nani yule anaongea? Simuje kulombele kama atiwai. Kama mmetarau hii kazi, heri mwisho wa mambo kuliko mwanzo. Katika Bahati Assembly tarehe 16 mwezi wa pili 2014, ofisi ya Region katika Bungoma ilimpa Beres Musieka uhamisho kutoka Bahati Assembly hadi Town Assembly. Walibadilishana na Mama Assembly Rose Kubano Kidali. Alihudhuria seminar yani masomo katika masomo ya mission kwa miaka ifuatayo. Tarehe 18 mwezi wa 8 1997 kama Mama Branch. Tarehe 17 mwezi wa 8 1998 kama Mama Center. 2000
tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka 2007 kama Mama Assembly baada ya kurudishwa chini. Mwaka wa 1000 tarehe 18 mwaka wa 2023 waliandika wakaruka. Tarehe 23 mwezi wa 8 2014 kama Mama Assembly wa Town. Tarehe 18 2023 kama Mama Assembly wa Town. Tarehe 21 hadi tarehe 26 mwezi wa 8 2017 kama Mama Assembly wa Town. Mama Paris amekuwa mwimbaji hodari katika mikutano ya region, na hata wakati wa matanga alikuwa kiongozi wa kuonyesha kanisa namna ya kutoa matoleo kanisani. Alikuwa mkaribishaji wa wageni kanisani na mwalimu katika mafundisho ya wamama katika Town region. Ameongoza kwa miaka 31 bila makosa. Bwana abariki kazi yake. Amen. Bwana abariki kazi ya mama huyu. Amen. Wazee watawalao vema na wahesabiwe kustahili heshima maradufu, na hasa wao wajitaabishao kwa kuhudumu na kufundisha. Kwa maana andiko lasema, usimfunge kinywa ng'ombe apurapo nafaka, na tena mtendakazi astahili ujira wake. Bwana abariki maandiko. Amen. Mama anapoenda kupumzika, andiko limesema wazee watawalao vyema wastahili heshima yao. Mama huyu anapoenda kupumzika katika kazi ya uongozi, anastahili heshima yake. Atakuwa mkurugenzi, atakuwa mwombezi, atakuwa mwalimu wa wamama, atakuwa mwalimu wa wazee kwa miaka ambayo Mwenyezi Mungu atampa. Na yeyote atakayekuwa akimuona, mupe heshima yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanani wangu ambao walikuwa ndani ya madhabahu na treasure wakuja wakaya. Mama anataka kuongea kwa wale ambao wamesimama mbele yangu, maana hao ndio wanaosalia kwa ajili ya kuendeleza kazi hii. Nao wanapoendeleza kazi hii, lazima wawe na maandiko, wakae katika andiko la Mungu, na andiko liwaongoze katika kila jambo. Neno la Baba linasema, basi sasa nawaweka katika mikono ya Mungu, na kwa neno la neema yake ambalo naweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja nao wote waliotakaswa. Sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mwili, ili leo mnajua ya kuwa kona yangu hii inatumika kwa mahitaji yangu na ya wale waliokuwa pamoja nami. Katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hili imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka neno ya Bwana Yesu jinsi alivyosema mwenyewe, heri kutoa kuliko kupokea. Bwana Yesu abariki maandiko. Amen. Mama anawawacha katika mikono mizuri, na anapowawacha mchunge kono ambalo anawawachia. Unapoendelea kuishi, muwe na akili na hekima ya kiroho kwa ajili ya kulea kanisa kwa muda ambao mko nao bila mama wenu katika. Na Mungu awajalie, awape nguvu, awape. Nilikuwa na kitu kinachoonekana mama huyu akabidi
Karani ambaye amefanya na yeye muda mrefu, ili nami nataka nimkabidhi yangu hii naye akiendelea na kazi. Kwani mbele mshibi. Yes. Mamu yenya kwema. Mwale na yeye ulikana yeye akakutuma na wewe ukamtuma yeye akakutuma kuenda kusanya na vitu. So yeye anapokubariki pia nani nataka nimbariki. Nenda umkabidhi. Ingia tu kupona pole. Mukasi wahaita nani? Ule kumweka mama. Yeah. Kwa niaba ya cheti cha African Divine Church Bungoma Town Region, tuko na nusu ya cheti na cheti kinaenda kuletwa ili akabidhiwe mama pamoja na barua yake ya kumuonyesha amestaafu kwa mikono iliyo safi ya ofisi. Mama, ulifanya kazi nzuri na ofisi. Ofisi inakupenda, pato inakupenda. Na wewe zidi kufanya kazi pamoja na usipungukiwe na lolote. Wakati unaporudi nyumbani, mwana wa amani ya kuongoza, ukiamka asubuhi uone miguu ambayo wange inakusumbua imepona. Ina ugonjwa ambayo inakusumbua uone imepona. Na jamii yako ibarikiwe, watoto wako wabarikiwe, wale wa Ukristo, wale wa damu, wote pamoja na watoto wenu wabarikiwe, jamii yenu yote ibarikiwe, mzee hata mahali aliko abarikiwe. Wakati mnapoendelea kuishi, Mungu awahakikishie miaka na mtiti kufanyia Mungu. Kabla nimalize huu mstari, nataka mama utamka tu neno moja usiende kwa maswali sasa. Tamka tu neno moja kwa ajili ya baraka. Nataka kumalizia maandiko, uombe uondoke. Bwana asifiwe. Amen. Mimi kila kazi yote nimetendeka hapa na kila jambo ile mmesimama pamoja nami naye na waachilia baraka juu ya maisha yenu. Amen. Amen. Simama. Nataka ufuate maandiko na nini? Angalia huko mbele. Angalia huko sasa.
Neno la Bwana linasema wakati utafika kwa hiyo kipindi nitakuambia ufanye ile kitendo. Usiwache tu. Maana baraka za leo mama ndiye atatufungia ibada na kutubariki. Amen. Andiko linasema alipokwisha kunena hayo akapiga magoti akaomba pamoja nao wote wakalia sana, wote wakamwangukia Paulo shingoni wakambusu wakihuzunika zaidi kwa sababu ya neno lile alilosema ya kwamba hawatamuona uso tena, wakamsindikiza hata merikebuni. Bwana abariki andiko. Amen. Naomba sisi wote tupige magoti mahali uliko. Piga magoti mahali uliko. Maana walipiga magoti akaomba pamoja nao akawafungia mikono akawaambia mbarikiwa, wakamweka kwenye merikebu. Na kuheshimu kwa ajili ya kubariki watoto wako na kufunga hii ibada. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa wakati unakuinua jina lako likatukuzwe. Oh yes. Tazama ulipotulete hapa ulikuwa pamoja nasi. Yes. Na Mungu wetu tunataka kuondoka. Yes. Yesu mwana wa Mungu, watu wanaenda njia mbalimbali. Yes. Isirani njia upate kuondoka. Yes. Isirani kwa njia upate kuondoka. Yes. Asendi njiani upate kuondoka. Yesu tawala maisha yao, maana wewe ni Mungu. Yes. Wanaposafiri wasafiri salama. Yes. Baraka mwana wa Mungu na wamimizia baraka. Yes. Mwana wa Mungu wanapotoka hapa, Yesu mwana wa Mungu wakakutane na baraka kila sehemu. Yes. Maana wewe ni Mungu. Yes. Asante kwa ajili unaweza. Asante kwa ajili wewe ni mfalme. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Barikiwa sana. Imefika wakati wa kumsindikisha aenda aingie kwa merikebu. Bwana asifiwe. Amen. Iko kikombe cha chai kule nyumbani. Mayuti nimefanyaje hapo vile niliwaambia? Niko sawa. Watu waende pale kamiguka kikwako bakali nohoni. Bakalie. Wafike kule kwa mji wangu na wakaribisha nyinyi wote. Asante. Mama assembly ambao mlikuwa hapa, kamilisheni kazi. Mumsindikishe hadi merikebu ili aweze kusafiri. Mama Rinyo na nimwambia hapo kuna pikipiki mbele. Sawa.